Mwankema kaa hapa. Mbona kitabu hapa? Ila kuna maswali mengine moderator inabidi ya watu wa mtandaoni. Nimechukua mawili tu. Sawa, basi sawa, wewe uliza. Wasilisha hayo. Nitawasilisha. Muda nitapatisha kama kuna mmoja wa kumalizia swali. Haya. Bwana asifiwe. Mwankema, unaamini utatu mtakatifu? Kabisa kabisa, kwa sababu ndivyo Biblia inavyofundisha. Unaamini utatu wako ama unaamini utatu wa umoja wa makanisa? Ninaamini utatu wa Biblia. Wa Biblia? Ndio. Je, unakubaliana na msingi wa Nikea? Msingi wa Nikea? 325? Ndio. Unakubaliana nao? Ninakubaliana nao kabisa. Asante. Katika wewe umesema hivi kwamba nimekusikiza hapa unaongea na katika maswali kwamba Yesu hajazaliwa. Umesema hivyo hujasema? Nimesema namna kuzaliwa kwake, ambayo lugha yetu ya Kiswahili imesema kuzaliwa. Tutakaposoma kwenye Kiunani imeandikwa prototokos. Kwa ina maana wewe haikumaanisha born, imemaanisha prototokos. Kwa hajazaliwa. Narudia. Jibu tu swali, hajazaliwa amezaliwa. Sasa kuzaliwa, okay, ameprototokos. Okay. Sasa bwana nasema kwamba wewe unaamini utatu gani? Ninaamini utatu huu wa Mungu mmoja ambaye amejifunua katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi tatu tofauti. Sawa, wewe umesema kwamba pia unaamini utatu wa Nikea, si ndio? Ndio. Sasa naomba niusome utatu wa Nikea hapa. Usome kabisa, na mimi ninao. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, sawa? Safi sana. Kanuni ya imani ya Nikea, Constantinople, sawa? Na sadiki kwa Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Wewe unaamini Baba ni Mungu mmoja Mwenyezi? Baba ni Mungu mmoja. Sikiliza kwa makini. Na sadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Hii ni katekisimu. Sawa? Unaamini nukuu kwenye katekisimu hapa? Tulie kidogo. Sasa ungesoma yote. Naomba tutulie sasa. Wewe umesema hivi, unaamini utatu wa Nikea. Nimekusudia hapa ni katekisimu ya Kanisa Katoliki. Sawa? Asante sana. Imesema kanuni ya imani ya Nikea. Simeandikwa hivyo? Ndio. Na Constantinople. Tuko pamoja? Ndio. Tunaanza hivi. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio. Unakubaliana? Nakubaliana. Nakubaliana? Wewe Mungu mmoja ni. Twende sehemu ya pili. Nakubaliana. Twende sasa. Na sadiki kwa Bwana mmoja. Yesu Kristo. Mwana pekee wa Mungu. Sawa, mwana pekee wa Mungu. Aliyezaliwa na Baba tangu milele. Unakubaliana? Ninakubaliana. Ndio ile monogenes. Ndio monogenes. Sasa wewe ulikataa kwamba Yesu hajazaliwa. Namna mlivyokuwa mnaongea zaliwa yenu sio ya monogenes. Ndio maana nikakwambia hiyo yote ya monogenes sio. Tuendelee. Monogenes sio. Tuendelee sasa. Tulie kidogo. Masawe, si umeileta tuendelee. Si nimekuambia hapo nakubali. Unakubali? Hamna shida. Tuendelee. Kwa maana ya monogenes, Twende. Tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Yes, ndio hicho nilichokuwa nataka. Ulitaki umalizie hapo. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Ndio ile monogenes theos. Mimi nilijua tutafika huko. Sikiza kwa makini. Mimi nimetoa nukuu. Ndio. Sio, subiri sasa. Wewe umeshakubali kwamba kuna Mungu mmoja Mwenyezi Baba. Sawa? Ndio. Na Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa na Baba. Sawa? Ambaye ni nani? Ni Yesu. Endelea. Tuendelee sasa. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Asante sana. Sasa mwanga kwa mwanga. Uwaeleze na watu Mungu aliyetoka kwa Mungu kivipi? Ndio. The only begotten son of God. Sio sani. Hapa pamesema Mungu aliyetoka kwa Mungu. Wewe unaingiza sani. Sikiliza. Ukianza kuingiza sani utakuwa unarudi kwenye kile nilichokifundisha mimi. Kwamba ile maana ya monogenes ndio maana pale wakasema sani kwa sababu alijishusha.
Sasa pia na wewe wapi imeandikwa imejishusha? Kwenye mdomo kwenye Wafilipi 2:6 mpaka 7. Kwenye mdomo unasema sani. Wakati hapa pamesema Mungu aliyetoka kwa Mungu ambayo ni monogenes theos. Tasikiliza kwa makini. Hii ndio imani ninayoiamini. Sikiliza kwa makini. Hii mimi sikatai. Asante. Kama ukatai, tuko pamoja. Kwa hiyo unakubali kwamba tulia basi. Tulia kidogo. Kwa hiyo maana yake hii aliyezaliwa hapa sio, tulia kidogo. Haina maana kama ulivyokuwa unafikiria. Tulia. Jamani tuko kwenye imani. Nakuja. Taratibu tu. Sawa. Asante sana. Imeanza hapa na sadiki kwa Bwana mmoja. Tulia kidogo. Yesu Kristo. Huku tumemaliza. Nakuja hapa. Situlie, mimi sina swali langu mimi. Asante. Wewe ushakubali kwamba kuna Mungu mmoja mwenye? Tunakubaliana? Ndivyo ilivyoandikwa sasa. Unakubaliana? Sasa ndugu, jibu swali. Mimi nimesema nakubali. Kule tumemaliza. Wewe unakubaliana? Mimi ninakubali. Asante. Haya. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Baba wa Mungu aliyezaliwa na Baba tangu milele. Tumekubaliana, sawa? Ndio. Kumbe sasa huyu mwana anatoka kwa nani? Amezaliwa na nani? Na Baba. Hapa pamesemaje? Nakuja sasa hapa. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Swali kwako. Ametoka kwa Mungu yupi? Asante sana. Ametoka kwa Mungu Baba. Ambayo ni monogenes theos. Mono moja. Naomba wasikilizaji wetu mnaotufuatilia huko, hawa lugha ya Kigiriki inawapiga chenga. Kwa Kigiriki mono maana yake moja. Alafu genes ndio ile tunapata jini, yani vinasaba. Kwa hiyo manake kinasaba chao ni kimoja. Ila huyu sasa ametoka kwenye kile kinasaba ndio akaitwa mwana kwa lengo la wokovu. Asante. Wewe umetoa wapi katika lengo la wokovu? Kwamba lengo? Hapo kwanza. Twende hapo. Nimetoa wapi? Twende hapo kwanza. Sawa, hapo. Tuko kwenye Nikea. Ametoka katika nasaba. Twende kwa Nikea. Tunakubaliana. Hapo. Sawa. Twende kwa Nikea. Ametoka kwenye nasaba. Ametoka? Nasaba. Hapa nasaba gani? Amesema Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Hapa Mungu yupi? Anamaanisha katika uungu maana yake Baba. Baba. Yeah. Kwa hiyo amechukua nasaba ya nani? Amechukua? Nasaba ya nani? Nimesema ametoka kwa Baba. Baba tunaposema umesema ana nasaba moja. Nasaba kutoka kwa nani? Masawe, unapenda kubishana. Nasaba kutoka kwa nani? Masawe, mwana anachukua nasaba kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Mungu yupi? Ilivyoandikwa hapa. Mungu Baba. Imeandikwa hivi, unisikilize, imeandikwa hivi. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Mungu yupi sasa? Mungu aliyetoka kwa Mungu. Ndio. Mungu yupi aliyetoka kwake? Sasa hapa wameandika Mungu yupi? Sasa sikiliza kwa bana. Tuendelee. Mwanga kwa mwanga. Mungu kweli. Kwa Mungu kweli. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Sikiliza, alizaliwa bila kuumbwa. Alizaliwa bila kuumbwa. Kuna watu hapa waliuliza, walisema Yesu kaumbwa. Hapa panasema kumbe amezaliwa bila kuumbwa. Ndio, nakubaliana mimi na wewe. Yesu amezaliwa. Sawa? Bila kuumbwa. Ila amefanyaje? Ni nani? Ila amefanyaje? Kwa sababu ni nani? Ila amefanyaje? Amezaliwa hajazaliwa? Kuzaliwa kwa Mariamu. Amezaliwa kwa Mariamu, amezaliwa. Sasa wewe anapinga Nikea, imani ya Nikea. Sio kwamba napinga imani ya Nikea. Hapa imani ya Nikea imesema amezaliwa na Mariamu, amezaliwa na Mungu. Masawe, naomba unisikilize. Jibu swali. Katika imani ya Nikea, Yesu amezaliwa na Mungu, amezaliwa na Mariamu. Hapa. Hii unayosema wewe ya kuzaliwa hiyo nimekuambia ni prototokos. Okay, mimi nafikiri imeeleweka. Asante sana. Sasa naomba nichukue maswali ya wasikilizaji.